Katika kijiji cha Kanyama, binti mmoja aitwaye Neema aliishi maisha ya taabu. Alijulikana kwa nguo zake zilizochakaa na sura ya uchovu. Kila siku alikuwa sokoni akitafuta vibarua vya kubeba mizigo au kuosha vyombo ili apate angalau mlo mmoja. Wanakijiji walimdharau, walimuona kama ombaomba asiye na maana. Hakukuwa mtu aliamini kuwa Neema anaweza kuwa mke wa mtu, sembuse mke wa mtu wa heshima. Siku moja, kijana mwenye sura ya upole alifika kijijini. Juma. Alijifanya ni mkulima wa kawaida, akavaa mavazi ya kawaida, akajichanganya na watu. Lakini kwa kweli, Juma alikuwa bilionea, mmiliki wa makampuni makubwa mjini. Alikuja kijijini kwa lengo moja tu, kupata mke wa kweli, si kwa sababu ya pesa au jina, bali kwa sababu ya moyo. Katika vikao vya kijiji, wazee walimpa orodha ya mabinti wa heshima, waliovaa vizuri, waliotoka familia maarufu, lakini Juma alitikisa kichwa na kusema, nataka yule msichana mnayemdharau, yule mnayemuita ombaomba, Neema. Kijiji kilicheka. Wanawake wakamnongoneza, wakamwambia atadhalilika. Lakini Juma aliamua kumuoa Neema. Alimwendea kwa heshima na kusema, nimechagua wewe, si kwa mavazi yako wala mali, bali kwa moyo wako. Neema alilia kwa mshangao. Hakuwahi kufikiri mtu kama Juma anaweza kumchagua. Walifunga ndoa kwa unyenyekevu kijijini, huku watu wakicheka, wakibeza, wakisema hii ndoa si ya kudumu. Lakini siku moja baada ya ndoa, Juma alimwambia Neema, safari yetu ya kweli inaanza leo. Akampeleka mjini. Wakafika kwenye jumba kubwa lenye walinzi, magari ya kifahari na wanafanyikazi waliopiga saluti. Neema alidhani anaota. Akamwangalia mumewe kwa mshangao. Juma akasema kwa upole, mimi ni bilionea, lakini nilitaka mke wa moyo, si mke wa mali. Neema alilia kwa furaha. Ndiyo mwanzo wa maisha mapya. Yule binti aliyedharauliwa kwa mavazi na umaskini ndiye aliyekuwa malkia wa heshima. Usimdharau mtu kwa muonekano. Upendo wa kweli huishi katika moyo, si katika mavazi.